Najua baadhi yenu mwaka huu mtarudi kwa wananchi kwenda kuomba ridhaa tena, kwa wale ambao wamekaa kwa nafasi za wananchi. Lakini najua pia kuna madedi wangu, wakuu wa wilaya, sijui wa nani, ambao wana hamu sana ya kurudi kwa wananchi. Nilimwambia katibu mkuu kiongozi, peleka sakula serikali za mitaa. Nadhani waziri mmeipata. Yoyote mwenye nia ya kugombea atuambie mapema, ili tumpandishi wa chini yake ashike ile nafasi. Hatutaki pale tayari fomu zinatoka watu wote wanakimbia kwenda kuchukua fomu, na mnatuacha serikali za mitaa hazina viongozi, hazina wasimamizi. Mnabakia kujaza watu ambao hawana experience. Lakini tukijua mapema, tutatayarisha watu wa kujaza hizo nafasi, kuwapa miongozo, kuwafanyia mafunzo ili wawe tayari kukabiliana na uchaguzi. Sasa usipojisema mapema, ukija ukichukua fomu mbele, umekosa yote. Umekosa fomu, umekosa cheo, nafasi yako utaiacha. Ukituambia mapema, umekwenda kujaribu, umeshindwa, na wewe ni mzuri, tutakufikiria kurudi. Hukutuambia mapema, umekosa yote my dear. Umekosa yote. Kwa hiyo kajipimeni. Sitaki kuwaficha, kajipimeni. Hatutaki kufanya uchaguzi kwa kubahatisha. Tunataka kufanya uchaguzi tukiwa na watu makini kwenye field. Tukiwa na watu makini kwenye field. Kwa hiyo hilo nimesema ni waibie siri hapa, kama ni siri leo imekuwa dhahiri jamani, ni hiyo. Kwa hiyo wale wanaotaka kuomba ridhaa tena, nawatakia kila la kheri, na tuombeeni sote, tuombeane kila la kheri. Kote tunakopita tutembee kwa fahari, kwani kazi imefanyika ndugu zangu. Tumefanya kazi, na mimi fahari hii nawarudishia nyinyi mlioko kule kwenye field, nawarudishia nyinyi. Niwaombe tena, sasa hivi kuna mzunguko wa daftari la kupiga kura. Tuhakikishe watu katika maeneo yetu wanakwenda kuandikishwa, kwa sababu kama huko kwenye daftari huna haki ya kupiga kura. Ili upate haki ya kupiga kura lazima ukaandikishwe kwenye daftari. Kwa tusimamie watu kwenye maeneo yetu, tuhakikishe wanakwenda kuboresha taarifa zao au kujiandikisha ili wapate haki ya kupiga kura.